Somo letu la utangulizi lina kichwa kinachosema enzi na mamlaka amezifanya mkogo. Enzi na mamlaka amezifanya mkogo. Unajua unajiuliza hizi lugha za namna gani? Tutaenda kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Enzi na mamlaka amezifanya kuwa mkogo. Tusome kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 14 hadi mstari wa 15. Biblia inasema hivi. Kolosai sura ya 2 mstari wa 14 hadi 15, Biblia inasema hivi, maneno machache tu. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongemea msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuangalia mstari mmoja hadi mwingine. Mstari wa 15 anasema kisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo. Hebu sema mkogo. Kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Tuishie tu hapo. Huyu ni Yesu anayezungumziwa hapa na mtumishi wa Mungu Paulo. Unajua Paulo alikuwa ni mtu wa kipekee sana, alipata ufunuo kumhusu Yesu katika kiwango kikubwa sana. Alimuulizia Yesu katika namna kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa anasema kisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake. Kuna hati ya mashtaka ambayo tulikuwa tumeandikiwa sisi na Ibilisi. Kila mmoja alikuwa ameandikiwa hati ya mashtaka. Kwa hakuna mwenye haki ambaye angeweza kwenda kumuona Mungu. Kristo alipokuja, Paulo alipofunua kwamba Kristo alizifuta zile hati za mashtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambapo alikuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongemea msalabani. Alafu anaendelea kusema katika ule mstari wa 14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaigongelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati tunajifunza habari za Yesu Kristo, tunaona kama kifo cha Yesu kilikuwa ni msiba. Lakini kifo cha Yesu sio msiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifo cha Yesu sio msiba. Kwa watu walikuwa waende msibani. Walikuwa wanaenda msibani wale ambao walikuwa waelewi kifo cha Yesu kimebeba ufunuo gani. Kifo cha Yesu sisi kwetu ni furaha. Ushaikuona kwenye sherehe, alafu akaletwa mbuzi au kondoo au ng'ombe. Yule kondoo anapochinjwa au yule mbuzi anapochinjwa, wanaosherekea wanaelewa furaha kile kitu. Lakini kwa mtu mwingine anaweza akakaa na kumonea huruma yule mbuzi au yule kondoo pale. Kwa wale ambao hawajui nini maana ya sherehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kuona makale ambayo atapita katika shingo ule mnyama na kuzunika tasile chakula, bado hajajua sherehe ni nini. Si ndio? Lakini ambao wanajua sherehe nini, wanajua sherehe haijakamilika bila hivyo vinono. Ni lazima viwepo ili sherehe imekamilika. Hali kadhalika pia kifo cha Yesu akikuwa msiba wa kulia kwamba tumefiwa au tumeondokewa na mtu fulani wa maana katika dunia. Badala yake nyuma pazia kimebeba ushindi kwa wale ambao wanakielewa au wanaelewa ufunuo wa kifo cha Yesu. Na hapa Paulo ndo anakuja kuelezea kwamba akiwa pale msalabani aligongemea zile dhambi zetu, alizigongelea pale, lakini alishangilia. Hapa tunasoma mstari wa 15 anasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Kwa wakati tunasema pale akilia katika ulimwengu wa roho, kama kuna labda miwani ambazo zinaonyesha vitu vya rohoni, basi wakati tunaona pale mtu analia, tungevaa ile miwani ambayo inaonyesha vitu vya rohoni, tungeona mtu anashangilia kwa pale msalabani. Yeye ndiye anayejigongelea pale hati za mashtaka. Wakati sisi katika macho ya damu na nyama tunaona wale maaskari wa Pilato wakimpiga Bwana Yesu na kumtoboa kwa misumari. Kumbe katika ulimwengu wa roho Kristo kwa pale msalabani anajigongelea zile hati za mashtaka na kuzishangilia pale. Lakini anasema akazifanya kuwa mkogo. Mkogo ni Kiswahili kingine cha tamasha. Ushakwenda kwenye tamasha labda la sarakasi au tamasha fulani la wanamuziki. Utaona kuna wale ambao wanahusika pale kuburudisha watu. Alafu kuna wale ambao huko chini wanaitwa audience, wanakaa
wanaangalia na kufuatilia kinachoendelea pale, wanashangilia, si ndio? Sasa lile lote linaitwa tamasha. Na sasa tamasha Kiswahili chake kingine kinaitwa mkogo. Kwa hiyo sasa hapa tunaweza tukasema hivi, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa tamasha kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Kwa Kristo alikuwa anashangilia pale msalabani. Sisi tulikuwa tunaona analia. Amen. Lakini anasema akiisha kuzivua enzi na mamlaka. Anavua enzi na mamlaka zipi? Za kwake yeye au za zipi? Amen. Kristo alizivua enzi na mamlaka, sio alijivua yeye, alizivua kutoka kwa mamlaka ya giza, kwa sababu kipindi hicho kabla Kristo kuja, mamlaka za giza zilikuwa zinatawala kwa mwanadamu, kwa sababu Adam tayari alikuwa shauza ule uhalali wa yeye kuwa miliki au mtawala wa dunia, alikuwa shampa Ibilisi. Kwa Kristo alipokuja alizivua, akamvua shetani mamlaka yote na enzi, alafu akazifanya kuwa mkogo. Kwa tunapocheza kujifunza nini? Tunaanza kujifunza umuhimu wa Yesu Kristo. Jinsi gani alivyo mkuu, jinsi gani alivyo na nguvu zaidi ya vile ambavyo tunamjua sisi. Ndio maana Paulo alikuwa anamuona kwa lugha nyingine. Hakuanza kuelezea kuna mtu fulani alikuwa ni wa imani nyingine. Niwe kutana naye. Anasema nyinyi wa Kristo mna shida kubwa sana. Mnashangilia msalaba, unaenda kushangilia kitu ambacho kimemuua mwanao. Huyo Mungu amemleta mwanae alafu kamua msalabani, unaenda kushangilia hicho kitu, unasema msalaba. Akatoa mfano akasema, wewe mtoto wako kauawa, kachinjwa na mtu, alafu unakichukua kile kisu na kishangilia. Kwa pointi yao ni kwamba mnawezaje kutukuza msalaba kama mnavyoshangilia mnasema wa Kristo, tena mna nembo zenu za msalaba. Nikaambia ulikosa kujua nini maana ya msalaba. Na hiyo ndio shida ya watu wengi. Hawajui ufunuo wa msalaba, wanaochukulia msalaba kama kitu kinachoonekana kwa damu na nyama. Ukimwangalia Yesu kama vile unavyomwona wewe, utalia, utahuzunika, utaona kaonea. Ndio maana mama alipokuwa anamfuata kwa anamlilia, anamwambia wanaofuta wanamlilia. Kristo akamwambia msinililie mimi. Lilieni nyinyi na watoto wenu, kwa sababu saa zinakuja. Kwa sababu Kristo alikuwa anaona nyinyi mnaniona kama mimi nateseka, lakini nafanya hivi kwa faida yenu. Uzima lazima utoke kwangu ili uje kwenu kwa njia ya kifo changu mimi. Kwa tukielewa ufunuo uliopo katika msalaba namna hiyo, tutamheshimu Kristo, lakini pia tutakuwa tuna kila sababu za kumtegemea yeye, kwa sababu tunajua kumbe pale msalabani alienda kushinda, sio kushindwa. Mavyama ya kishetani mengi, watu wanaojiunga kule kwenye vyama vya kishetani wanaambiwa kuna mambo wanaambiwa ili waweze kuthibitishwa kukaa kule, wasitoke na kurudi katika ukweli. Moja wapo ya jambo ambalo wanaambiwa ukiwa kule kwenye mavyama ya kishetani, wanaambiwa kwamba shetani anawaambia kwamba mnamuona yule Yesu, mimi nilimshinda, ndio maana nilimuua pale msalabani. Simona, nilimuua. Kwa hiyo wale ambao wanakaa kwenye vile vyama vya kishetani wanaamini kabisa kifo cha Yesu ni shetani ndio aliyemuua Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wale waliokuwa kule wanajiona wako na nguvu, kwa sababu hata Wakristo wenyewe wanatukuza, anasema Simoni namba zao wanaonyesha mauti pale mtu kwa wao. Kwa hiyo shetani anajitukuza kwa namna hiyo, na wengi hawawezi kutoka kwa sababu kama hizo. Lakini kiuhalisia kilichotokea pale Calvary ni ushindi mkubwa sana. Kwa hiyo ili ni neno la msingi sana ambalo tunapaswa kujua. Nataka tuangalie mamlaka Yesu alizo nazo. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 na mstari wa 18, naomba tusome pale Mathayo 28:18. Nataka tusikie kitu gani Kristo alikadiriwa wakati alipofufuka. Naomba mmoja alishika pale aweze kunisomea Mathayo 28:18. Tuanzie tu mstari wa 16. Mathayo 28:18. Ndio unaweza kuanzia mstari wa 16. Anasema na wale wanafunzi 11 ndio kaenda Galilaya mpaka mlima ule alioagiza Yesu. Amen. Hapa ni baada ya Yesu kufufuka, mstari wa 17 ndio. Walipomuona walimsujudia. Nao walipomuona walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Ndio. Yesu akaja kwao. Akasema nao. Akawaambia. Sikiliza maneno yanayofuata. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
basi enendeni, ndio, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, ndio, mkiwabatiza kwa jina la Baba ndio, na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amenishia hapo. Anasema hivi, Yesu akaja kwao akasema nao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Basi enendeni mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata kamilifu wa dahari. Hapa Yesu anakuja kwanza kabla kuambia ende ulimwenguni kote. Kwa sababu swala la kwenda ulimwenguni kote haje kuambia, alikuwa anaambia tunendeni katika njia ya mataifa, msienende lakini wafuateni kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Hata Kristo alipokuwa duniani hakutembea duniani kote. Kristo alipokuwa duniani hakutembea duniani kote. Alizunguka pale pale Israeli, akatoka akaenda Lebanon kidogo, Kana kule, ile Kana nyingine, acha Kana Galilaya, akaenda Jordan pande wa pili huku. Basi hata kushuka na Misri alipokuwa mdogo. Hakuna mataifa mengine. Sasa leo anakuja kuambia wenyewe waende duniani kote, yeye mahali ambapo kwenda ni jambo ambalo lilikuwa ni gumu sana. Lakini sasa kabla ya kuambia waende, anatanguliza kuwatia nguvu. Anaambia hivi, mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa. Kwa hiyo nendeni ulimwenguni kote. Kauli hiyo iliyotangulia iliwapa wao ujasiri wa kuelewa kwamba huyu mtu gani anayetuambia jambo hili. Mimi sasa hivi nikija kukuambia nenda sehemu fulani, nenda kaingie labda sehemu fulani au nenda mahali fulani, unaweza ukanipima kwanza mimi ni nani ninayekuambia hivi? Na nafasi gani ninayekuambia hivi? Je, na uongozi gani? Nina nguvu gani? Ukishanipima na kujua kwamba sina nguvu wala uwezo wa kusema hivyo, huwezi kwenda. Lakini nikija na kujitambulisha katika nafasi kubwa, pengine labda ni kiongozi mkubwa wa nchi au pengine ni mwenye mamlaka fulani kubwa za kiroho, na kukuambia nenda, ukinipima na kunijua hivyo unaenda, kwa sababu kile kinachonitambulisha mimi. Kwa Kristo kuna kitu alijitambulisha kwa wale watu ambacho walikuwa wakijui hapo kabla. Akatanguliza kusema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa Kristo tunayemzungumzia leo, tunapozungumza sasa hivi, mbinguni kule ni mkubwa kuliko malaika wote. Duniani ni mkubwa kuliko marais wote. Kwa hiyo sasa anaambia nendeni, msiogope, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Kwa nini anakuwa pamoja? Kwa sababu ni mkubwa kuliko hao wanaoonekana wakubwa au wanaojulikana ni wakubwa. Huo ndio ujasiri mitume wakaenda kuhubiri injili duniani kote. Lakini kabla hapo alitolewa pale msalabani, alivua enzi na mamlaka. Shetani ambaye alikuwa na umiliki na uhalali wa watu, alimpokonya. Kristo akaenda kumpokonya ibilisi funguo za mauti na kuzimu. Kabla hapo zile funguo za mauti na kuzimu zilikuwa zinashikiliwa na ibilisi. Ndio maana Nabii Samuel alipokufa, Sauli aliweza kwenda kwa ule mwanamke mwenye pepo la utambuzi kule Endori. Akafika kule akamwambia nipandishie huyu nitakayekwambia. Samuel ambaye alikufa, ambaye alikuwa ni nabii wa Mungu, aliweza kutolewa chini kuzimu, akavutwa juu kwa nguvu za giza, sio kwa nguvu za Mungu. Na Sauli akaweza kuongea naye. Na ukitaka kuamini yule ni aliyetolewa kule, kwa sababu baada pale alitoa nabii na ukatimia. Kwa hiyo kulikuwa kuna uwezekano ibilisi kuwa na uhalali wa watu pia waliokufa. Lakini Kristo alipokufa alienda kumpokonya funguo, maana yake uhalali wa wale waliokufa. Kwa hiyo sasa mtu yote leo hii anayekufa au amekufa katika imani, hajafa katika imani, yupo chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo yoyote yule anakuwa yuko chini ya mamlaka ya Yesu. Yesu ndiye anayeamua huyu aende huku au aende kule. Na akiopo huko hawezi kutolewa na mtu mwingine, wala nguvu za giza haziwezi kumtoa huko. Sasa hivi tunasikia kuna kitu kinachoitwa mizimu. Baada ya Agano Jipya hatunaga kitu kinachoitwa mizimu. Maana mtu aliyekufa hawezi kurudishwa juu kwa nguvu za giza. Wala walio hai hawezi kuwasiliana na watu waliokufa kwa namna yoyote, kwa sababu funguo zile anazo Kristo tu peke yake. Shetani hana mamlaka sasa hivi ya kukuletea babu yako au rafiki yako au ndugu au jirani au mtu fulani unayemjua aliyekufa miaka iliyopita. Ukiona unatokewa na mtu aliyekufa miaka mingi iliyopita, sio yule mtu bali ni shetani, mapepo na maroho yamevaa sura ya yule aliyekufa yakaja kusema na wewe. Kwa hiyo usisikilize chochote unachokiona au kinachotokea na kusema ni yule mtu.
Yule mtu aliyekufa katika Kristo au nje ya Kristo, Kristo ndo ana funguo zile. Kitabu cha Ufunuo sura 3 anasema yeye mwenye funguo wa Daudi, anayefunga wala hakuna funguaye, na anayefungua wala hapana fungaye, ni yeye Kristo tu peke yake, mwana wa Daudi. Na hiyo ndio tumaini na ujasiri tulionao. Wote waliokufa katika Kristo wanafichwa. Hakuna chochote kinachoweza kwenda kuwatoa kule. Amen. Biblia ndivyo inavyotufundisha. Katika sehemu nyingine maandiko yanasema kwamba Kristo anamiliki walio hai na waliokufa. Yeye Kristo, sio shetani. Shetani hamiliki. Kristo ndiye anayemiliki. Huyo atampeleka kule kwenye hukumu ni Yesu, sio shetani. Shetani amui chochote. Naomba tumalizie kitabu kile cha Yohana sura 14 mstari wa 30. Naomba nisomee pale mtumishi wa Mungu. Anasema, ndio, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Anasema mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Kwa maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu. Maana yu aja mkuu wa ulimwengu huu. Wala hana kitu kwangu. Isha tu hapo. Anasema wala hana kitu kwangu. Anaposema mkuu wa ulimwengu sio mkuu wa dunia. Anazungumzia mifumo yote ya giza. Inamilikiwa na shetani. Naye hana kitu kwa Yesu. Hana kitu. Maana hana lolote, hana kubwa juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Kwa Kristo tunayemtumainia leo, tunayemzungumzia hapa na anayezungumziwa mahali pengine na watumishi wa kweli wa Mungu, ana nguvu kuliko zile tunazozidhania. Kwa tukimpokea na kumwamini katika njia hizo na kujua thamani ya msalaba, tutaishi maisha mazuri na matumaini na furaha. Lakini pia kitabu kile cha Wakorintho kwanza, nadhani sura ya kwanza mstari wa 18, anasema neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi mtupu, lakini kwetu sisi ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba, ule msalaba, sizungumzi msalaba ule wa kutundika au ule ambao tunazo kwenye vitabu au zile ambazo zimetengenezwa kama sanamu fulani. Sizungumzi hizo, nazungumzia msalaba katika ufunuo wake wote. Msalaba katika ufunuo wake ambao tunapata katika kusoma maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nilikuwa nataka tuanze na hilo ili tuweze kulijua. Tunapoomba tutazidi kumsihi Bwana akatusaidie tuweze kuishi kwa ufunuo kumjua Yesu Kristo.